Shule ya upili ya wasichana ya Miluki iliyoko eneo bunge la Bumula katika kaunti ya Bungoma ni shule iliyoko katika hali mbovu zaidi ya madarasa, jambo ambalo limesababisha masomo ya wanafunzi hawa kutatizika kwa muda na wanafunzi kuwa katika hali tatanishi, hasa wakati ambapo mvua nyingi inazidi kushuhudiwa kote nchini. Robert Nyukuri Wanjala ni mwenyekiti wa bodi ya kamati ya shule hiyo ya upili ya wasichana ya Miluki. Hii shule yetu ni shule ya kitambo, imesaidia sana hii community, imepitisha wanafunzi wengi, imepatiana vijana kazi direct and indirectly. Kuna suppliers, kuna contractors wenye wamenufaika kwa hii shule, na sasa tuko kwa hii mambo ya CBE, curriculum based education, which insists on creativity and innovation. And for students to be creative, we need a very modern laboratory. Classes zetu siko za kitambo, na kwa hali yenye iko sio kitu ya kusema tuna renovate, kwa sababu hiyo ukuta ni ya kitambo, na ukiangalia hata material ya hiyo ukuta hawezi kastahimili weight ya renovation, uweke ring beam na mabati na mbao zingine. Ikumbuke kwamba shule hii kupata mgao wa hazina ya NG-CDF kwa madarasa haya mara ya mwisho ilionekana mwaka 2007, jambo ambalo mwenyekiti wa wazazi katika shule hiyo Bramwell Hissa amelalamikia vikali uharibifu wa madarasa yaliyochoka, paa za shule zinazoonekana kupasuka, madirisha yaliyobomoka, kuta zinazoashiria kubomoka na kuhatarisha maisha ya wanafunzi wasichana hawa, mchwa uliojenga kibanda ndani ya madarasa na kwenye madawati. Madarasa yetu iko wanding. Madarasa yetu ilijengwa kitambo sana, miaka karibu 20 something iliyopita. Wakati huu hiyo madarasa ilijengwa substandard. Unapoingia ndani wakati wa jua kali ikifika saa 6 watoto wanaenda kusomea nje. Simepomoka chini. Unapoingia ndani madawati ya kitambo, singine wamefanya repair lakini ni kama siko substandard. Mujwa inakula. Sasa unapoangalia mapati ni ile ya kitambo, sasa singine hata unapoangalia ni kama mvua inaponyesha inafuja. Jambo la kutia msumari moto kwenye kidonda ni kuwa jikoni inaonekana mahali hapa ni ya kitambo mno, jambo ambalo limewalazimu wanafunzi kupiga foleni nje ya jikoni kupata chakula cha mcha kutokana na ukosefu wa chumba cha mankuli. Hii shule ilianzishwa na mwalimu alikuwa hapa, principal alikuwa anaitwa Mwalimu Mhebi, ambaye walianzia matope. Na ikawa kwetu ni shule ya kichichi. Lakini mahali imefikia imekuwa shule ambayo imejulikana kwa tuseme hata Kenya mzima. Kwa hivyo hizi matope ama zile klasi tumeona saa hizi zimechengwa hapa, sio za watoto wetu kusomea. Nyumba hii inayoonekana kwa umbali, ambayo ina mabati yaliyochoka, paa za kuvuja, ni nyumba ya mwalimu mkuu wa shule hii, mahali ambapo anahitajika kuamka asubuhi na mapema na kuingia afisini, huku Bramwell Hissa na Robert Nyukuri wakielezea ghadhabu yao ya kuwa nyumba hizi ni za udongo na kwa hivyo si salama kwa usalama wa wanafunzi na hata walimu wanaoishi katika nyumba hizi. Usipojengwa wakati huu uko mbele, labda watakuja hapa kuuliza ni nini ilifanyika. Wazazi hawakutoa sauti, ama committee ama management haikutoa haikusimama ikaomba ili serikali itusaidie. Sasa hii tumetoka kwa mambo ya 844, tumeingia kwa mambo ya CBE na iko na vitu kama martial arts. So kitu ya kwanza tukue na modern labs, ya pili tupanue shamba so that tukue na sports, tukue na wale wa hockey, a variety of sports. Ya tatu tu device wanafunzi wetu pia watie bidii. Ila ine tukue na good personal relationship, tusiweke siasa kwa shule. Kutokana na kujibidisha kwao ili kutoa matokeo bora,
Hizi ndizo mabaki ya mahabara ya shule hii wanaotegemea hasa kwa masomo ya sayansi, jambo ambalo limewasumbua kwa muda, huku wakishikadau wa shule hii wakitaka viongozi wa kisiasa kuingilia kati haraka iwezekanavyo na kuwanusuru watoto hao wa kike, kwa kuwa wahenga walisema usipoziba ufa utakuja jenga ukuta. Tunaomba ya kwamba wakati huu tunahitaji msaada, na huu msaada ni kwamba madarasa ijengwe, imepomolewa yote alafu ijengwe upya. Unapoingia kwa laboratory, lab yetu ilijengwa kitambo, madirisha hata ingine hakuna madirisha ndani. Unapotembea ndani upande moja kuna windows zenye zimepasuka. Unapoangalia apparatus zingine hakuna, zingine zimekaa kama zimependi, ukiangalia ni kama hata hasina faida. Sasa tunahitaji apparatus, tunahitaji kujenga laboratory mpya. Alafu unapoingia kwa dining hall naye nilijengwa kitambo, unapoangalia ceiling ni kama inataka kuanguka. Hata kama mimi nilianza hapo kwa mzazi 2013, tumeona hii shule yenyewe hata kwa mambo ya masomo ni mzuri, lakini mahali penye watoto wetu wanasomea ni kubaya. Kwa hivyo tunataka kuhimiza wanasiasa wetu ama watoto wetu wasaliwa huku, wale tunapikianga kura, waache mambo ya siasa, lakini watujengee mashule ili vizazi zetu sa kesho watoto wetu wasihangaike. Sani Matano, Mpakani TV, shule ya upili ya wasichana ya Miluki, eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma.